Halo tena, leo tutajaribu kuelewa jinsi bidhaa yoyote ya dawa inakuja kwenye hatua ya kumaliza bidhaa za dawa kutoka kwa malighafi hadi dawa tayari kwa wagonjwa kutumia. Ili kuelewa hili, naomba nitoe mfano. Kwa hivyo, ikiwa unachukua kibao cha homa au unatumia sirupu ya kikohozi kwa kikohozi. Cough syrup katika kesi hii ni bidhaa ya kumaliza dawa. Sasa, kuendelea na mfano huo huo, mbali na ladha ya strawberry na rangi ya sirup, kuna kemikali katika sirup ambayo huponya kikohozi. Kemikali hii ni ya active pharmaceutical ingredient. Kemikali hii kwa kifupi inaitwa API. Pia, hasa katika USA, inaitwa DS au dutu ya dawa kwa fomu kamili. Tunataka uelewe kuwa DS au API ndiyo kemikali pekee inayoponya ugonjwa huo. Kila kitu kingine kilichoongezwa ili kuifanya iweze kutumika kwa urahisi ni nyongeza. Kumbuka tu kwamba kemikali hii itazalishwa kwanza, kwa hivyo hatua ya kwanza itakuwa utengenezaji wa DS. Kila kemikali nyingine iliyochanganywa katika sirup hii, iwe kemikali hii hutumiwa kwa ladha au kufunika harufu ya kemikali au kuongeza maisha ya rafu. Kemikali hizi zote za ziada huitwa excipients. Kwa maneno rahisi, API au DS aliongeza na excipients ambayo inaitwa bidhaa ya drug. Katika hatua hii dawa haijajaa na kuandikwa bado. Kiambato cha dawa cha active kinaweza kuwa 1/10 ya jumla ya kiasi cha sirup. 90% iliyobaki inaweza kuongezwa kemikali kwa sababu kadhaa za kuifanya iweze kutumika kwa mdomo. Ili kurahisisha neno la kupendeza kwa muda wa jumla, ni kama vile inaonekana, aina ya ziada au aina fulani ya dutu ya nje iliyoongezwa ili kuifanya iweze kutumika kwa njia rahisi. Katika kesi ya vidonge tutatumia binders. Ndiyo, binder, kufunga dawa katika fomu ya kibao kwa maneno rahisi. Kwa hivyo, excipients na binders hutumika kwa aina zote za dawa. Tulizungumza juu ya sindano za Koug na vidonge inatumika kwa sindano na kila aina ya dawa. Hebu tujadili jinsi inavyotumika kwa sindano ambayo huenda moja kwa moja katika damu yako, haswa wakati wa taratibu muhimu za upasuaji. Sasa, tofauti ya msingi kati ya sindano ikilinganishwa na kibao na sindano ni kwamba katika sindano, excipients hutumiwa pia, ni aina tofauti tu ya kemikali, hiyo ni yote. Aina mbalimbali za kemikali hutumiwa kama excipients tu haraka kufanya kemikali nyingi kuwa na nguvu kwa kila mmoja na kusaidia ngozi ya madawa ya kulevya kwa mwili wako. Sasa tunahamia kwenye hatua ya bidhaa za dawa zilizokamilishwa. Ili kuelewa hili kwa njia rahisi. Hatua ya kwanza tulichanganya kemikali chache kutengeneza DS, dawa ya kulevya. Baada ya API hiyo au DS iko tayari na imechanganywa na excipients kutengeneza dawa inayoweza kutumika, hatua hii ya mchakato inaitwa DP au brew product. Katika hatua hii haijajaa na kuandikwa bado. Sasa tunahitaji hatimaye kuweka alama kwenye chupa na kumaliza ufungaji wa mwisho. Kwa lebo na ufungaji wa mwisho wa DP inaitwa hatua ya bidhaa ya dawa iliyokamilishwa. Kwa maneno rahisi, baada ya kumaliza hatua ya bidhaa za dawa, dawa hii iko tayari kwa soko na tunaweza kusambaza hii kwa wagonjwa. Kwa mfano, ukanda wa Tylenol ambao unauzwa kwenye rafu ya duka la dawa ni bidhaa ya dawa iliyokamilishwa ambayo hutumia ikiwa kuna homa au ugonjwa mwingine wowote. Kwa kifupi, kuna kampuni ambazo zinazalisha API au DS tu. Hebu tuite dutu ya dawa au DS kusonga mbele. Na kuna makampuni ambayo hufanya kazi tu kwenye utengenezaji wa bidhaa za dawa. Na kuna makampuni ambayo yanafanya kumaliza utengenezaji wa bidhaa za dawa tu. Kwa maneno mengine, makampuni haya kupata madawa ya kulevya kujazwa katika vials au chupa, na makampuni haya tu kutumia maandiko na pakiti nyenzo kabla ya madawa ya kulevya anapata kutolewa katika soko.
Tutajifunza jinsi wote wanavyotengenezwa kwa njia rahisi ya kuelewa. Hadi sasa tumejifunza kwamba kwanza dawa ya dawa itatengenezwa, kisha katika hatua ya bidhaa ya dawa ya excipients na binders zitachanganywa pamoja ili kuzalisha dawa inayoweza kutumika katika hatua ya madawa ya kulevya yamejaa chupa bila lebo juu yao. Na katika hatua ya kuweka lebo na ufungaji hutumiwa kwenye chupa au vials. Makampuni machache sana nchini Marekani hufanya hatua zote tatu. Kuona wewe katika mafunzo ya baadaye. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi leo.